hapa hata kwenye changamoto mbalimbali ambazo unapitia au tunapitia kwenye maisha, Mungu yupo. Na kwa nini nasema Mungu yupo? Mungu yupo kwa sababu wewe angalia tu mfano mzuri. Wakati wana wa Israeli wanapita katika ile jangwa, au walipokuwa wanatembea jangwani, Mungu alikuwa anawatokea, au Mungu alikuwa nao. Mungu alikuwa anatembea pamoja nao. Kama unakumbuka, walipata maji, lakini pia walikula nini? Walikula mana. Lakini pia wakala na nyama ya kware. Unaona? Yaani hayo ni matendo ya Mungu ambayo yanaonekana kwamba pamoja na kwamba walipita kwenye nyakati ngumu, wakaanza kusema, Musa, umetutoa kwenye nchi ambayo hata kama tulikuwa watumwa lakini tulikuwa tunakula. Wakaanza kulalamika. Unaona mkono wa Mungu uliwatokea pale pale, pamoja na kwamba walikuwa wanalalamika. Mungu alionekana. Aliwapatia chakula, walikula mana. Unaona, wakapata nyama, wakapata maji. Mungu alionekana. Unaona, kwa hiyo Mungu yupo hata kwenye shida zako ambazo unapitia. Mungu anaonekana. Wewe kaza tu, usimwache Mungu, kwa sababu mwisho wa siku utakuwa na ushuhuda mzuri sana. Lakini pia ukiangalia kuhusiana na kina Shadrach, Meshach na Abednego, mpaka walifikia kwenye hatua ya kutupwa kwenye moto. Unaona? Yaani ingekuwa ni watu fulani unasema kwamba mpaka unashikwa na unatupwa kwenye moto, mimi na uhakika kabisa utakuwa ushasema kwamba Mungu hayupo. Unaona? Mpaka unatupwa kwenye moto, utakuwa unasema mpaka mtu ameshikwa na anaanza kutupwa. Mimi nafikiri utakuwa ukiangalia moto unasema basi hamna Mungu, kwa sababu mpaka nimeshikwa na ninaenda kutupwa. Basi Mungu kama angenisaidiaga kwamba pale wanapoanza kukushika angetokea, angekuokoa. Lakini Mungu aliangalia mpaka dakika za mwisho kabisa. Unaona, kuna nyakati zinakujaga kwenye maisha, Mungu anaweza katulia, lakini kumbe yupo. Unaona, unafika mpaka hatua ya kwamba sasa sijui inakuaje, lakini Mungu yupo. Anatokea, anakusaidia, anakuvusha. Kama alivyowavusha wale Shadrach, Meshach na Abednego. Mpaka kwenye moto Mungu alikuwepo na alionekana. Unajua mpaka Mungu aje akuonyeshe na ushuhuda huo wa kudumu ni kwamba umefika mpaka umeenda, umeingia ni kwenye jaribu, lakini anakutoa kwenye hiyo jaribu, inakuwa ushuhuda mkubwa sana. Unaona? Ila imani, kinachohitajika sasa ni imani. Ukiwa na imani ndogo sana, nafikiri ukikaguswa hivi lazima ushoke. Ila ukiwa strong kwenye imani, ukiwa na imani ya uhakika kwamba unamwamini Mungu kwa kiasi cha kutosha, mimi na uhakika utaona ushuhuda wa Mungu. Lakini nataka pia nikupe mfano wa mwisho, mfano mdogo sana kwenye Agano Jipya. Unakumbuka pale wanafunzi wa Yesu walipokuwa wanaendesha mashua, wanavuka kwenda ng'ambo nyingine. Wakawa wanapita njiani, au wakawa wanapita kwenye ile sijui ni bahari, nafikiri kwenye bahari. Wakawa wanavuka upande mwingine wa bahari. Sasa njiani, unaona bwana mkubwa Yesu mwenyewe alikuwa amelala pale kwenye mashua pale amelala. Mawimbi yalipoanza kupiga, unaona, mawimbi yalipiga to the extent watu walikuwa wameshapoteza tumaini. Lakini mwamba alikuwepo pale ndani. Unaona? Walipomshtua pale kwamba Bwana tunaangamia, unaona alitokea. Akakemea, ukawa shwari. Kwa hiyo Mungu yupo hata kwenye shida, Mungu anakuwepo tu. Ni wewe kuwa na imani na kuhakikisha unamuita yeye, unamkumbuka wakati wote. Yes, Mungu anajibu. Iko mifano mingi sana. Yuko huyu mtu mwingine anaitwa Ayubu.
alipita kwenye nyakati ngumu sana, lakini katika nyakati zake pia Mungu alikuwepo. Unaona? Wako wengi sana, wengi tu kwenye Biblia. Kina nani, kina Hana. Mungu aliwatokea, aliwafanyia muujiza mkubwa sana. Na wengine wengi, nenda kaangalia kwenye Biblia, watu wengi sana. Kwa hiyo kuza tu imani yako, Mungu yupo. Barikiwa sana.